Bana, leo katika siku ya leo basi naenda kuongelea swala zima la kwake Diamond Platnumz na mpango mkakati wa kwake Diamond Platnumz katika hili. Nimejaribu kuangalia watu ambavyo wanalichukulia hili jambo la kwake Diamond Platnumz na kusema kwamba Diamond Platnumz hili tukio ambalo amelifanya kwa kumooa Zuchu ni jambo ambalo ni zuri, ni jambo ambalo linatia hamasa, ni jambo ambalo ni jema sana. Lakini sasa subiri sana nikwambie kwamba hili jambo ni la kimikakati, ni jambo ambalo Diamond Platnumz anatumia kama nguzo ya kwenda basi kukamata soko, bado kuendelea kulishikilia hili soko, kwa sababu siku za nyuma kidogo Diamond Platnumz aliweza basi kuonyesha jitihada kwamba kuoana au kutokuoa zipo waziwazi kabisa, na alikuwa anathibitisha kupitia hata platform yake ya Wasafi TV. Sasa utapata majibu kwamba ili tukio ameamua kuwashtua watu wengi baada ya kuona kwamba kuna mengi ambayo yalikuwa yamejificha nyuma ya hichi kitu. Kuna mengi ambayo yalikuwa yamejificha nyuma ya tukio hili. Sasa Diamond Platnumz ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika soko la muziki Tanzania, lakini pia Afrika nzima kiujumla wamekuwa wakifanya vizuri sana. Sasa kupitia tukio hili la kwake kumooa Zuchu ni tukio ambalo limekuwa na hamasa pia kupitia kile ambacho kilikuwa kimetokea katika mahojiano ya kwake na TV yake ya Wasafi. Maana Ali aliweza kumfanyia mahojiano na mwisho wa siku hata Zuchu mwenyewe alikuwa amesha confirm kwamba aioni ndoa hiyo ikiwa katika hali ambayo basi ni ya levels kama Juma Jux pamoja na Prince. Kwa hiyo ni mambo ambayo alikuwa ameshatokea katika maisha yao, na baada ya muda mfupi Diamond Platnumz akaja basi akadondosha picha ambazo zinaonyesha kwamba wakiwa wanafunga ndoa kati yake yeye na Zuchu. Lakini pia ni miongoni mwa maneno mengi ambayo alikuwa ameandika katika mitandao ya kijamii, ikiwa na maana kwamba tayari ameshamuoa mwanamke huyo. Lakini pia timbuli lilokuwa linaendelea kati ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz ndio lilikuwa linawashtua watu wengi zaidi, kwa sababu Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa ameshatibuana na Zuchu, na watu wengi maneno ya chini yalikuwa yameshasemwa kwamba Zuchu na Diamond Platnumz wameshaachana kwa mara nyingine tena. Na baada ya muda mfupi Zuchu pia kesho yake akafuta ile sign under WCB, yani alikuwa amesainiwa chini ya lebo ya WCB. Kwa hiyo akaifuta pale katika page yake, na hapo Baba Levo ndipo alipokuja na kuandika kwamba siku chache zitakazofuata atawapa watu elimu kuhusiana na mwanamke mmoja mwenye tatizo la afya ya akili. Sasa moja kwa moja watu wako wanahusisha na mahusiano ya kwa Diamond Platnumz na Zuchu, na inavyoonekana ni Diamond Platnumz alimpa kauli Baba Levo kwamba aitoe post ile, kwa sababu ile post ilikuwa kabisa kama vile inamkandamiza Zuchu ambaye alikuwa ameshafuta yale maneno ya kwamba niko sign under label ya WCB. Sasa ikiwa na ishara kwamba alikuwa anamsema mwanamke huyo kupitia ujumbe huo, na kama wangeendelea basi kushikilia jambo lile pale, wangeendelea basi kulifanya jambo lile liendelee kuwa ni moja kati ya jambo ambalo linawashtua au linawakandamiza WCB kwa namna moja au nyingine, kwamba Baba Levo ameshajitoa kwamba kwa vyovyote vile ni mtu yote ambaye atasimama mbele ya Diamond Platnumz na kuwa na ukwaruzano hapa na pale, yeye pia atasimama juu kidete kuhakikisha kwamba anapingana naye, anabishana naye vizuri, yani kuhakikisha kwamba Diamond Platnumz hakuna mtu yoyote yule atakaye muuzi. Diamond Platnumz hakuna mtu yoyote yule atakaye mkera kuanzia hapo mpaka mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo Baba Levo ni kama vile amejitolea. Kwa hiyo hata kwa upande ambao Zuchu alikuwa anaonyesha kwa mara ya pili, Baba Levo alikuwa anaashiria kabisa anataka kwenda kumattack Zuchu kwa mara nyingine tena, kwa sababu alikuwa anaona kama vile Zuchu ni kama vile anapoteza anashindwa kuthamini kile ambacho Diamond Platnumz alikuwa amemfanyia. Kwanza kabisa inabidi tugundue kwamba Zuchu na Diamond Platnumz ni watu ambao walikuwa wanaishi katika ndoa bubu. Ni ndoa ambayo ilikuwa ni hakuna future, ni ndoa ambayo ni ya kiuni tu, ndoa ambayo hakuna mwelekeo mzuri, ndoa ambayo ilikuwa haina mwanga unaoeleweka. Kwa hiyo ni mume na mke ambao walikuwa hawana future nzuri. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema kwamba Diamond Platnumz, Zuchu pamoja na Diamond Platnumz, Zuchu pamoja na Baba Levo walikuwa ni watu ambao walikuwa wameshaanza kuaruzana chini kwa chini. Kwa hiyo hii kuoana, Diamond Platnumz kumooa Zuchu ni ishara kwamba aliamua kufanya hivyo kwa sababu ya kumwona mwanamke huyo kama hiyo ndoa alikuwa anangangania sana. Wamepita wanawake wengi sana katika mikono ya Diamond Platnumz, lakini katika swala zima la ndoa limekuwa ni jambo ambalo ni kigugumizi. Tukiangalia maisha ya kwake Zuchu, tukiangalia maisha ya kwake Diamond Platnumz, ni maisha ambayo Zuchu alikuwa kabisa ni mwanamke ambaye hana zile papara za kudate na wanaume nje na ndani au kuonyesha wanaume wapya kila siku hapa na pale. Alikuwa amejaribu kustiki na msanii mmoja ambaye ni Diamond Platnumz, ambaye ameona kwamba ni sahihi katika maisha yake. Na sasa hivi ni muda ambao Zuchu sasa anapoelekea
ni ile miaka ambayo miaka 30 na kwa hiyo Zuchu ni mkubwa kabisa kwa sasa. Yaani mtu unavyomuona Harmonize anafikisha miaka 30, basi utambue pia Zuchu naye anafikisha miaka 30 na yaani ni miaka ambayo hata kama akaenda kupata mtoto na watoto wake watatu, alafu anaenda kuwalea katika miaka 40, 50 kuelekea mbele. Kwa hiyo hii karia yake ya muziki hapa katikati lazima iende kustop kwa ajili ya malezi ya kwake na mtoto. Kama atofanya hivyo, basi inawezekana kwamba asipate mtoto, au ukipata mtoto basi anapata mtoto mmoja, sababu ni miaka akishafikisha miaka 45 anafika kipindi cha menopause, ambako basi mayai yake yanakuwa yamestop kuendelea kuwa katika circulation ya menstruation cycle, masuala ya uzazi kiujumla. Yaani anafika kile kipindi ambacho mayai tena hayatoki katika, au mayai kabisa hayapatikani katika mwili wake. Kwa hiyo yuko katika miaka 10, ambayo miaka hii 10, miaka 10 15, ana miaka 30 na kwa miaka 10 miaka 15 ya kwake Zuchu hapo kuendelea kujitafuta, angalau basi apate angalau watoto wake watatu au wawili ambao atawalea katika kipindi chote cha maisha yake ambayo kitakuwa kimebaki. Kwa hiyo anaelekea miaka 40, na karia ya muziki kadri mtu anavyozidi kukua, basi ndivyo dhidi basi generation nayo inaamua kumwacha, kwa sababu yeye hapo anadili na generation hii ya sasa. Kwa hiyo atakavyozidisha miaka kwenda mbele, basi pia generation na yenyewe pia itabadilika. Kwa hiyo atahitaji kustick up, yani kustiki sana katika muziki huu. Yani sijui atafanya nini Zuchu kuendelea kuwa ni mmoja kati ya wanawake ambao watafanya vizuri katika game, na itamuliki kwamba kipindi ambacho mzazi atakuwa anamlea mtoto wake ni kipindi ambacho atahitaji kuandikiwa sana, atahitaji kurekodi sana, awe ana release ngoma sana, na awe basi muda huo pia anakaa na watoto wake sana. Ni muda ambao ni mgumu sana katika karia yoyote ya muziki ambayo inahitaji uende back to back. Ni kama vile umeatoa maisha yako kwa ajili ya kufanya kitu kimoja. Ni kama vile mchezaji mpira. Kwa hiyo wasanii wengine tumeanza basi kuwaona wakiwa wanafanya hivyo, lakini lazima kuna kipindi ambacho kitakuwa distance lazima itokee. Yaani kutakuwa kuna utofauti kidogo ule wa Zuchu na ile energy yake ambayo uaga anaionyesha katika muziki. Ile energy ambayo anawapa mashabiki zake, ile energy ambayo anakuwa katika stage ana vibe la kutosha, lazima itapungua. Kwa hiyo ni kipindi ambacho hata kama wakifanikiwa kupata mtoto, basi kwa namna moja au nyingine, basi ni kipindi ambacho ni kigumu sana kwa Zuchu kuendelea maintain karia yake ya muziki. Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuchapisha chapisho lake ambalo lilikuwa limeandikwa kwamba miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu. Inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupazia ubaya fulani. Wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii. Alafu wewe una ukweli na ukweli wake, lakini unatakiwa ukae kimya, usijibu ili hali ukweli unao ndani. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana, na siwezi sema eti na uweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kiwango chake. Nimekaa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote atakayejaribu kusema lolote zidi yangu, na ndio maana hata interview nimekuwa naepuka kufanya siku hizi. Japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona ni kubwa, maana vita vyako inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyways, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platnumz na kuoa, ila nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platnumz alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje. Kwa hiyo kuna mengi ambayo Zuchu inasemekana kwamba labda ameshaachana na Diamond Platnumz, labda talaka zimeshatoka, au labda wameoana na wanaishi sasa hivi kwa furaha. Bana, mimi nafikiri kwamba kwa muda huu sitakuwa na la ziada, nitakusogezea yale yote ambayo yatakayojiri katika mitandao ya kijamii. Hii ni Harmonize News, na hapa ndipo ambapo basi kituo cha burudani na taarifa zote kuhusiana na mastaa mbalimbali kinapopatikana. Bye bye for now.